Kiangalia TTCL kama mnafahamu, ameeleza vizuri mwenyekiti, huko nyuma ilikuwa ikitengeneza hasara. Lakini tunashukuru tangu tumepata uongozi mpya katika shirika tangu Agosti 2024 pamoja na watendaji wengine katika shirika na uongozi na maono ya Mheshimiwa Rais ambao alikuwa akituelekeza mara kwa mara, lakini na uwekezaji ambao Mheshimiwa Rais kupitia serikali yake ameufanya, tunaona namna ambavyo shirika letu linaendelea kupiga hatua na kukua. Walikuwa wakipata hasara ikifikia mpaka shilingi bilioni 17, lakini tunashukuru, tunaamini kwa taarifa ijayo ya mkaguzi na mdhibiti wa serikali tutakuwa na faida ya takriban shilingi bilioni 23. Na tunaamini ndani ya miaka mitatu ijayo lengo letu ni kuweza kutengeneza mapato ya shilingi bilioni 640. Kwa tunaamini tukifika wakati huo, sisi tunatamani faida iwe ni asilimia isipungue 24. Kwa tunaamini kwa hapa tunasema bilioni 23. Ndani ya miaka mitatu ijayo tukipiga hatua tutakuwa na zaidi ya shilingi bilioni 130 kama faida. Na hicho ni kiwango cha chini cha makadirio. Kwa tunaamini kwa uwekezaji ambao serikali inafanya kupitia Wizara ya Fedha, tunaamini tutaweza kupiga hatua. Lakini tunashukuru pia kwa namna ambavyo tayari tumeshaanza kuangalia mfumo mzima wa kiutumishi, kuangalia muundo wa mfumo wa kiutumishi wa watumishi wetu wa TTCL na katika data center hii. Ni lazima washindane na watoa huduma wengine wa mawasiliano. Tunajua makampuni ya simu, hii ni biashara. Lazima waendane na wakati, lazima na wenyewe wa kisasa. Lazima mkakati wetu wa kutafuta masoko uwe ni tofauti. Kwa tumeandaa mpango wetu mkakati wa mauzo na masoko, na kwa sasa na sisi tunaenda kuwa na maduka maalum ya TTCL. Tunaenda kuipanua kwa kiasi kikubwa huduma yetu ya miamala ya kifedha ya T-Pesa, na tutatumia pia wataalamu wengine wa sekta binafsi kufungua maduka ya ziada, kwenda kusajili laini, uuzaji wa vocha, uuzaji wa laini za simu, uuzaji wa simu zenyewe. Tunataka pia hata watu wakopeshwe simu, watu wa hali zote. Mwingine anaweza kawa na hela taslimu akanunua, lakini mwingine anaweza kaenda kukopeshwa kwa muda fulani. Kwa tutawakaribisha huko mbele watu wa huduma mbalimbali kwa kuweza pia kutoa huduma za kuweza hata kukopesha na kuuza simu katika maduka yetu ya TTCL. Lakini sambamba na hilo tunaendelea kuuza huduma za mkongo. Tumekuwa tukiendelea kufanya faida kubwa. Tumeendelea kuwa katika mipaka mbalimbali ya nchi yetu na maeneo tunayopakana nayo, na kwa sasa tuna takriban zaidi ya kilomita 14,000 za mkongo, lakini tunaamini bado fursa iko kubwa ya kuweza kupanua. Tayari tuna makampuni zaidi ya 11 ambayo yameweka mikongo yake baharini, na tunaendelea kutafuta kampuni zingine duniani ambazo ni kampuni kubwa ziweze kutumia huduma yetu ya mawasiliano na mkongo. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.